Rais wa DRC Felix Tshisekedi amekutana na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumatano Februari 25 mwaka 2026 katika ikulu ya Elysee, ambapo chakula cha mchana kilifanyika ambacho kililenga uhusiano wa pande mbili, hali ya usalama mashariki mwa DRC na ugombea wa Kongo kwa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonie. Hii ni mara ya pili wawili hao kukutana mjini Paris katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Majadiliano hayo yaliyoelezwa kuwa ya kujenga na marais wote wawili awali yalijikita katika kutathmini hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kulingana na vyanzo vyetu, Ufaransa ilirudia msimamo wake ikisisitiza heshima ya uhuru, huku ikielezea wasiwasi wake kuhusu kuanzishwa tena kwa mapigano. Kuanza tena kwa mapigano kulichochewa waziwazi na kifo cha msemaji wa jeshi la AFC au M23 aliyeuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani iliyorushwa na jeshi la Kongo. Katika mgogoro huo, Emmanuel Macron amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuhusu hatari za kibinadamu na anaendelea kuwasiliana na Kigali. Chini ya mwezi mmoja uliopita, alizungumza kwa simu na Rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu swala hili. Wakati wa mkutano wa Jumatano, Felix Tshisekedi alisisitiza hitaji la kuongeza shinikizo dhidi ya Kigali, akitaja vikwazo vinavyowezekana. Kulingana na vyanzo vyetu, Ufaransa pia inasubiri kuona msimamo wa Marekani ambayo inaongoza mchakato wa awali. Washington haijakataa vikwazo, wanasema wanadiplomasia wa Marekani. Swala jingine lililojadiliwa lilikuwa sekretarieti ya OIF, ya shirika la kimataifa la Francophonie. Kigali inaunga mkono muhula mpya wa Rais Mushikiwabo, huku Kinshasa ikipanga kuwasilisha mgombea. Mgombea huyo wa Kongo na wasifu wake vilijadiliwa wakati wa mazungumzo. Yote haya yanakuja katikati ya ushindani wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda ndani ya Francophonie. Felix Tshisekedi anatumia na kutumai kwamba kupata uungwaji mkono wa Ufaransa.